Karibu katika tafakari ya siku. Leo ni siku ya Jumatano ya juma la 16 la mwaka wa Kanisa. Injili ambayo inatuongoza katika tafakari yetu inatoka kwa mwinjili Yohane sura ya 20 aya ya kwanza hadi ya pili, ya 11 hadi ya 18. Wapendwa katika Kristo, leo kanisa linaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Maria Magdalena, mmoja wa wanawake mashuhuri katika Injili. Maria Magdalena alikuwa mwanamke ambaye Yesu alimponya na kumweka huru kutoka kwa mapepo 7. Habari hii tunaisoma kutoka Injili ya Luka sura ya 8 aya ya pili, Injili ya Marko sura ya 16 aya ya 9. Maandiko matakatifu haya tuambii kwamba Maria Magdalena ni yule mwanamke ambaye alikuwa ni kahaba au ni yule mwanamke ambaye alikuwa ni mzinifu. Maandiko matakatifu haya tuambii. Jambo ambalo maandiko matakatifu yanatuambia ni kwamba Maria Magdalena alikuwa amepagawa na pepo 7 na akapata uponyaji kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Baada ya kuponywa, Maria Magdalena hakurudi katika maisha yake ya zamani. Alimfuata Yesu kwa uaminifu, akawa mmoja wa wanafunzi wake, na pamoja na wanawake wengine walihudumia utume wa Kristo kwa mali zao na kwa hali yao yote. Alijitoa kikamilifu kwa Kristo kwa sababu alitambua ukubwa wa upendo na huruma aliyoipokea kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu zangu, Injili ya leo inatuonyesha jambo la pekee sana. Upendo wa Maria Magdalena kwa Bwana wetu Yesu Kristo haukuishia pale msalabani. Wakati wanafunzi wengi walikimbia kwa hofu, Maria Magdalena yeye hakukimbia. Alibaki pale msalabani mpaka aliposhuhudia Bwana wetu Yesu Kristo akikata roho. Lakini pia hata baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kuzikwa, upendo wake haukukoma. Asubuhi na mapema, wakati bado kuna giza, alikwenda kaburini. Labda tuza tukajiuliza swali moja. Ni nini kilimpeleka kaburini? Hakwenda kwa sababu alijua kwa hakika kwamba Bwana wetu Yesu Kristo angefufuka? Hapana. Hakwenda kushuhudia muujiza wa ufufuko. Alienda kwa sababu alimpenda Bwana wetu Yesu Kristo. Upendo wake haukufa pamoja na kifo cha Kristo pale msalabani. Alitamani kuwa karibu na Bwana wake hata kama aliamini kwamba Kristo amekwisha kufa. Hapa ndipo tunapopata somo kubwa kwamba upendo wa kweli haupendi tu wakati mambo yanakwenda vizuri. Upendo wa kweli unabaki hata katika maumivu, hata katika ukimya, hata pale ambapo hakuna majibu. Maria Magdalena alibaki mwaminifu wakati kila kitu kilionekana kwamba kimekwisha. Na kwa sababu ya uaminifu huo, Mungu alimzawadia kwa heshima ambayo hakuna mwingine ameipata. Kristo mfufuka alimjia kwanza Maria Magdalena, wala si Petro, wala si Yohane, wala si mtume mwingine yoyote. Maria Magdalena ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kumkutana na Kristo mfufuka. Kisha Yesu akamwambia, nenda ukawaambie ndugu zangu. Hapo ndipo alipotumwa kuwapelekea mitume habari njema za ufufuko. Kwa sababu hiyo, kanisa linamuita mtume wa mitume, yaani yule aliyetumwa kwa wale waliokuwa mitume. Hii inatufundisha kwamba Mungu huwatunuku neema na utume wale
wanaobaki waaminifu kwake. Maria Magdalena hakutafuta heshima, hakutafuta cheo, alimtafuta Kristo. Na kwa sababu alimtafuta Yesu kwa moyo wake wote, Yesu anampa zawadi kubwa kuliko zote, kuwa shahidi wa kwanza wa ufufuko wake. Ndugu zangu, sisi tunajifunza nini kutoka kwa Maria Magdalena? Kwanza, hakuna mtu ambaye hawezi kubadilishwa na neema ya Mungu. Maria alikuwa mtu aliyekuwa anahitaji ukombozi mkubwa, lakini alipokutana na Kristo, maisha yake yakawa mapya. Hivyo nasi tusikate tamaa. Kwa sababu ya dhambi zetu, Kristo bado anaweza kutuponya na kutugeuza na kuwa watakatifu kama alivyofanya kwa Maria Magdalena. Kutoka kutolewa pepo 7, akawa mfuasi wake mwaminifu, na hata akawa mtu wa kwanza kushuhudia ufufuko wa Kristo. Pili, tumpende Kristo kwa uaminifu, si kwa sababu ya miujiza au baraka tunazopokea, bali kwa sababu yeye ni Bwana wetu. Je, tunamfuata Yesu tu wakati mambo yanapokwenda vizuri? Au tunaendelea kuwa waaminifu hata katika majaribu na huzuni? Mtakatifu Maria Magdalena alibaki mwaminifu kwa Kristo hata pale ambapo alishuhudia amekufa pale msalabani. Upendo wake haukuisha pale msalabani. Asubuhi na mapema akaamka akisukumwa na huo upendo, akaenda hadi kaburini. Nasi pia tuendelee kubaki waaminifu kwa Kristo hata pale ambapo tunahisi mambo hayaendi vizuri. Upendo wetu kwa Kristo, upendo wetu kwa Mwenyezi Mungu usikome kwa sababu ya shida, kwa sababu ya mahangaiko. Tubaki waaminifu kwake. Na tatu, tunapokutana na Kristo, tunapaswa kuwa mashahidi wake. Baada ya Maria kumuona au kukutana na Kristo mfufuka, hakukaa kimya. Alikwenda kuwahabarisha wengine. Vivyo hivyo, kila Mkristo anayekutana na Kristo anaitwa kuwashirikisha wengine furaha ya Injili kupitia maneno yake na kupitia maisha yake. Leo basi tujiulize maswali haya. Je, upendo wangu kwa Kristo unasimama hata ninapopitia majaribu? Je, ninamtafuta Yesu kwa moyo wa uaminifu kama Maria Magdalena? Je, mimi ni shahidi wa ufufuko wa Kristo katika familia yangu, kazini na katika jamii ninamoishi? Kwa maombezi ya Mtakatifu Maria Magdalena, Mungu atupe neema ya kumpenda Kristo kwa moyo wote, kubaki waaminifu kwake katika nyakati zote na kuwa mashahidi jasiri wa ufufuko wa Kristo. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.